Karibu katika Kawabe Updates. Hivi karibuni limeibuka wimbi la wasanii mbalimbali nchini Tanzania wakionekana kuja juu na kupinga vikali vitendo vinavyofanywa na baadhi ya wasanii wenzao ambao wameonekana kuwa upande wa watawala na serikali. Baadhi ya wasanii wamekuwa wakiandika jumbe mbalimbali katika kurasa zao za mitandao ya kijamii wakionyeshwa kuchukizwa na vitendo vya wasanii wenzao, lakini pia uongozi uliopo madarakani. Hawa ni baadhi ya wasanii ambao wamekuwa wakizungumza mambo mbalimbali kuhusiana na wasanii wenzao, lakini pia wakizungumza kuhusiana na serikali. Huyu ni Rosary. Siku chache zilizopita aliandika ujumbe katika ukurasa wake wa Instagram uliokuwa ukisomeka, nanukuu, kila nikiingia mtandaoni nikakutana na nyimbo wanazoimba wasanii za mapenzi na shtuka. Kuwapa Watanzania nyimbo za mapenzi wakati kama huu ni kama vile mtoto akilia ana kiu alafu unamnywesha pombe alewe alale ili asikusumbue. Naumia mpaka najishtukia kuitwa msanii wa Tanzania. Ni kwamba hamuelewi? Hamuoni? Mmekuwa viziwi? Au mmeamua tu kujizima data? Ni hivi, kila kinachoamuliwa kwenye taifa hili kinatuhusu sote, na msipo kionja nyinyi basi watakuja kukionja watoto wenu. Amkeni. Mwisho wa kunukuu. Haya ilikuwa ni maneno ya Rosary kwa wasanii wenzake. Msanii mwingine ni Beka Flavor. Yeye pia katika ukurasa wake wa Instagram aliandika ujumbe huu, nanukuu, jamani ndugu zangu, wasanii na watu maarufu, tujitahidi sana kuchunga ndimi zetu kuongelea siasa. Ikiwa wewe sio mwanasiasa au msemaji wa chama fulani cha siasa. Kwenye kila chama cha siasa kuna wenye dhamana hiyo ya kuongea kwa niaba ya chama husika. Vile vile kwenye serikali kuna msemaji wa serikali. Tuache kujitokeza na kuongea kwa lengo tu labda la kutaka kuonekana na mkubwa fulani au wakubwa fulani kwa manufaa yao binafsi. Hii inaweza ikawa nzuri kwa maono yako, lakini mnapoongea pia msimalize maneno yote. Mkumbuke kuweka akiba ya mambo. Mambo hubadilika. Kwenye sifuri kunaweza kuwa na 100, na mwenye 100 anaweza kuwa sifuri muda na saa yoyote. Alimaliza kwa kusema hivyo. Ukienda mbali zaidi, msanii mwingine ambaye aliwahi kuzungumza ni Rose Ndauka, na yeye aliweza kuchapisha ujumbe katika ukurasa wake wa Instagram akisema maneno haya, nanukuu, huu ni mwezi wangu ambao kawaida anasherehekea kuongeza mwaka mwingine, na mara nyingi nakuwa na furaha kupitiliza, ila kwa hiki kipindi imekuwa tofauti, japo naomba Mungu akufanye uwe mwezi wa kipekee. Kwa wale ndugu zangu na marafiki vipenzi vyangu karibu sana, najua mnaogopa sana mkihofu chochote kibaya kinaweza kutokea. Na hata kama kuna muda hata mimi mwenyewe huwa naogopa, lakini kuna sauti ile ya ndani kabisa inaniambia, unaogopa kwa kosa gani? Kutoa maoni ni kosa? Kuongea mawazo yako juu ya wananchi ni kosa? Je, kutomuunga mkono kiongozi mwingine na ukamchagua mwingine ni kosa? Kuwa chama tofauti na utawala ni kosa? Kama kweli ni kosa, kuna siku niliongea nikasema basi kutakuwa hakuna haja ya kuwa na vyama vingi. Labda huenda tungeweza kusave pesa nyingi za kuwahudumia Watanzania, na labda tungeweza kufanya makubwa zaidi ya ile. Ila kama sio kosa, basi yote niliyoorodhesha hapo hayatakiwi kufanya tuogope. Tuwe na uhuru wa kuongea bila kumkosea mtu nidhamu, na washauriwa watusikilize pia bila chuki wala kinyongo cha mtu aanze kuogopa kutekwa mara kuuliwa. Hiyo ni mbaya sana. Naomba Mungu kwenye mwezi huu ninaongeza mwaka mwingine, kamguse kila mtu afikirie taifa kwa manufaa ya wananchi. Alimaliza kwa kusema amen. Hayo ni baadhi ya maoni tu ya wasanii mbalimbali kutokana na kile kinachoendelea hivi sasa. Hii ni Kawabe News.